Yes, bana, niko na kiongozi mwingine mkubwa ambaye kimsingi yupo kwenye zoezi hili la kuhangaikia hasa wadogo zetu wa mwaka wa kwanza kuweza kufanikisha shughuli zao za usahili. Kiongozi, habari yako? Nzuri, za kwako? Salama kabisa. Unaitwa nani? Una wadhifa gani ndani ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam? Kwa majina naitwa Shine Jones. Mimi ndiye jaji mkuu wa serikali ya wanafunzi Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, yani Daluso, na pia mimi ndiye mwenyekiti wa ndaki ya TEHAMA, yani Core ICT. Ndio. Sawa, mwenyekiti wa Core ICT lakini pia jaji mkuu wa serikali ya wanafunzi Daluso ndani ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Tunatamani tujue cha kwanza, je, umejipangeje hasa kwenye mwendo mzima wa usahili? Na tukiona vijana sasa hivi wamepamba moto kweli kweli, wako wengi, umejiandaeje? Lakini kwa upande wa kama wewe jaji, lakini na kuelekea kwenye upande wa mwenyekiti. Kwa sisi kiujumla, wanasema kazi yoyote lazima muifanye kwa pamoja, wanasema teamwork. Kwa hiyo mimi pamoja na viongozi wenzangu wakiwemo majaji kutoka colleges zote pamoja na wenye viti wote na makatibu wote tumeweza kujipanga, lakini specifically kwa watu wa Core ICT, uongozi mzima wa Daluso Core ICT umejipanga kweli kweli kupokea na kuwasaidia mwaka wa kwanza kwa changamoto yoyote, kwa maelekezo yoyote wanayohitaji. Sisi tupo tayari kufanya kazi usiku na mchana kwa ajili ya maslahi ya wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Sawa, imekaa vizuri sana. Na nilikuwa natamani pengine tungeweza kufahamu, umesema tumejiandaa usiku na mchana kuweza kuwapambania wadogo zetu. Kuna mtu mwingine amefika hapa aelewe, je, ni process zipi au hatua gani ambazo mwanafunzi anatakiwa akifika azifuate, lakini mambo gani ya muhimu zaidi anatakiwa azingatie akiwa anafika kwa ajili ya usahili? Kwanza akiwa anafika hakikishe kwanza anafuata sheria, taratibu na kanuni za Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Hicho ni cha kwanza. Kwa sababu unaweza kukutana njiani na wahuni wakakurubuni, au unaweza kukutana na watu wasiofaa, na pia aweze kuuliza kwa watu ambao wamefanyaje, wamepewa mamlaka husika katika maandalizi haya. Kuna watu wanavaa reflector kama umewaona, wamevaa reflector za kijani hivi, wameandikwa Ask Me. Wale ndio watu ambao wanaweza wakauliza, au kuna auxiliary polisi ambao wapo, anaweza pia akawauliza. Lakini kwa sisi kwa ICT, mwanafunzi inabidi afike ukumbi huu wa Nkrumah. Akishafika Nkrumah ataweza kwanza kupiga picha na kuskani vyeti vyake ili sasa viingie kwenye mfumo sasa wa ALIS hivyo vitu. Baada ya hapo ataweza kuhakikisha kwanza medical form yake imekaa vizuri katika hospitali yetu ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Baada ya kuhakikisha medical form yake imekaa vizuri, baada ya hapo sasa kuna meza ya Core ICT iko pale, na ataweza kujisajili na kuunganishwa katika kundi sogezi la WhatsApp la wana Core ICT tu. Na baada ya mchakato huo, zoezi la usajili litaendelea katika ndaki ya TEHAMA ambao iko Kijitonyama Mwenge Sayansi. Kwa watu ambao wanaweza wakatokea hapa njia panda ya chuo, wanaweza wakapanda magari yanayoelekea Makumbusho na kushuka sehemu inaitwa Mwenge Sayansi. Kwa hiyo kule zoezi zima la fomu zile za usajili wataweza kuzimalizia kule. Ndio. Asante sana. Sasa kuna mambo mengi sana ambao wanafunzi ambao wanaelekea mwaka wa kwanza huwa wanakuwa nayo kichwani, hasa anajua bana chuo, anaelewa kwamba ndio sehemu ambayo atakuwa free zaidi, atakuwa yuko huru. Unawaambia nini wanafunzi wanaoanza mwaka wa kwanza wa masomo hasa 2025-2026? Kwanza siku ya Jumatano, yani Jumatano hii tutakuwa na semina elekezi. Yani semina elekezi ya kuweza kuandaa vijana wetu wadogo zetu, kuna wengine ni wakubwa wetu katika ndaki ya TEHAMA, na semina hiyo itaanzia kuanzia saa 2. Kwa hiyo semina hiyo itaweza kukava vitu vyote vya kimaadili, kimasomo, kimichezo, kitaaluma, na vyote kwa pamoja vitaweza kuongelewa. Lakini kwa kijana ambaye anakuja, mimi nitamwambia vitu vitatu. Wanasema triple D, kwa maana kwamba ni discipline, determination and dedication. Kwa maana kwamba mtu mwenye nidhamu bora ataweza kufanya vitu vyake kwa
kwa moyo mzuri na kwa mafanikio zaidi. Lakini determination, lazima awe na maono kwamba hichi kitu anakifanya kwa nia gani. Yeye ameomba Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kwa ajili ya kusoma, aje kwa ajili ya lengo hilo na asilubuniwe na watu wengine kuingia sasa katika vitu vingine ambavyo havihusiki na masomo. Kwa hiyo tunaona moja kwa moja mwanafunzi akiongozwa na vitu vitatu: discipline, determination and dedication, mwisho wa siku anakuja anakaa katika mazingira mazuri na katika mlolongo mzuri ambao mwisho wa siku ataweza kugraduate vema. Naam, asante sana. Huyo alikuwa ni Mheshimiwa Jaji Mkuu wa Serikali ya Wanafunzi Daruso ndani ya Chuo Kikuu cha Mlimani Dar es Salaam, lakini pia ni mwenyekiti wa ndaki ya TEHAMA. Tumeweza kuongea naye mengi na ameweza kutuonyesha vitu vingi. Mimi nikushukuru sana wewe mtazamaji ambaye ulikuwa ukitutazama kuanzia mwanzo mpaka hapa tunafika hitimisho. Nikushukuru sana director wangu ambaye amesimama nyuma ya kamera, Simon, lakini pia mimi ni wako MC Kevo. Asante sana kwa kutusikiliza na kututazama Student Connect, lakini pia tukishirikiana vema kabisa na serikali ya wanafunzi ndani ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam Daruso. Unaweza ukatufollow, ukatulike, lakini comment, na unaweza ukatuambia nini umekipenda hasa. Shukran, bye bye.